Naam, karibu kwa awamu ya pili ya Darubini ya Channel 1. Na shirikisho la sekta ya kibinafsi linataka hatua za dharura zichukuliwe kukomesha biashara ya bidhaa ghushi, huku takwimu zikiashiria kwamba biashara hiyo inagharimu nchi hii takriban shilingi bilioni 800 kila mwaka. Wadau wa sekta ya biashara wanasema biashara halali zinapoteza kiasi kikubwa cha wateja kwa wafanyabiashara wa magendo, hali inayohujumu uwekezaji, kupunguza mapato ya ushuru na kuwaweka Wakenya kwenye hatari ya kutumia bidhaa zisizo salama. Shirikisho la sekta ya binafsi linasema biashara ya bidhaa haramu inaendelea kuwa changamoto, huku mitandao ya wafanyabiashara walaghai ikitumia masoko ya jadi na yale ya kidijitali kusambaza bidhaa gushi. Kwa mujibu wa halmashauri ya kukabiliana na bidhaa gushi, bidhaa moja kati ya 5 zinazouzwa humu nchini inashukiwa kuwa gushi, nyingi zikiuzwa kupitia mitandaoni. Shirikisho hilo linatoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikishi baina ya mashirika ya serikali, ubadilishanaji taarifa na uwekezaji katika mbinu za kiteknolojia ili kufanikisha vita dhidi ya bidhaa hizo humu nchini. Hali kadhalika, wadau wanatoa wito wa kuimarishwa kwa uangalizi wa biashara mtandaoni na mabadiliko ya sheria kuhusu biashara haramu ya bidhaa bandia ile kati ya Kenya na mataifa mengine. Wawakilishaji wa sekta za utengenezaji bidhaa, afya, ujenzi, tumbaku na bidhaa nyingine wanasema biashara hiyo inazua ushindani usio sawa, kwani wanaoendesha biashara hizo mara nyingi wanakwepa kulipa ushuru. Wanasema udhibiti wa biashara hiyo ni muhimu katika kuwalinda wateja, kupiga jeki biashara halali na kuchangia juhudi za Kenya za kuwa kitovu cha utengenezaji bidhaa na biashara katika kanda hii.